Bwana, leo nina mambo mawili ama matatu. La kwanza ni kwamba kila timu ishinde mechi zake na tutakwenda kufahamu huko mbeleni. Mpaka hivi sasa Yanga ina 98% ya kuwa bingwa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania, wakati mnyama ikiwa na 2% pekee. Na kombe lenye heshima kubwa ya kukupeleka ligi ya mabingwa barani Afrika ni ligi kuu, achana ya makombe mengine haya. Kwa hiyo kombe lenye heshima kubwa na hadhi kubwa ni ligi kuu. Lakini jambo lingine ni kuhusiana na mchakato mzima wa uchaguzi wa Yanga Afrika ambao anakwenda kulindima Agosti 2. Kwa mtazamo wangu, wanachama na washabiki wa Yanga, kwa sababu timu yenu ndio timu ya kwanza yenye washabiki waliokuwa na kadi za kidigitali na wanachama walio na kadi za kidigitali na matawi kuwa na ithibati kama za waandishi wa habari, hakuna haja kupepesa macho. Nina maoni yangu. Kama unamkataa Engineer Hersi Said, wewe unamweka nani pale? Mimi naangalia huko. Unamweka nani? Arafat Haji, Alex Ngai kwenye kamati tendaji huko. Wewe unawakataa hao watendaji kwenye hiyo kamati, unamweka nani? Labda kama itokee wao wataki kugombea tena, lakini kiwalisia naona kabisa kwamba wana nafasi kubwa. Lakini la mwisho, timu wakereketwa, timu viuatilifu, timu maji ya zambarau, kitendo cha kukanyaga katiba, kuifungia kwenye draw na kutosajili wanachama katika mfumo wa kidigitali, naona msimu ujao ubingwa mtausikia kwenye bomba, kwa sababu hii ni laana kubwa sana ya kutosajili wanachama na kuwaona hawana maana. Leo timu kuendeshwa na kidedea kaupiga mwingi mnyama bila kusajili wanachama, na waambie ni kweli ubingwa mtausikia kwenye bomba mwakani. Lakini la mwisho, Stefan Aziz Ki rasmi, kila kitu kiko sawa sawia. Kwa panapo majali wa msimu ujao, shemeji wa taifa anarejea Jangwani. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba uchaguzi mkuu wa Lunyasi mwakani, naiona vita kubwa sana, kila mmoja akipigania msosi pale. Kwa kupanga ni kuchagua, twende na katiba mpya ambayo tumepewa na msajili wa vyama au tuendelee kuikanyaga. Kwa sababu ya uhuni wa kutoitendea haki na kuifuata katiba mpya, Yanga bingwa.